Habari ya kutwa wapendwa, natumai ni wazima na kila mmoja amekuwa akipambana kuweza kuhakikisha afya yake inabaki katika mazingira salama, na hata kama kuna changamoto basi Mwenyezi Mungu anapata kutujalia na kutupa nguvu ya kuweza kupambana na kuendelea pale tulipoishia. Ikiwa ni mwendelezo wa madarasa yetu na kutaka kujua nini ambacho tunakizungumza au ikitaka tukiwa na lengo la kumfahamisha mtu kuhusiana na siri iliyojificha katika hedhi, vipindi mbalimbali ambavyo mwanamke anapitia, vipindi mbalimbali ambavyo jamii na mtazama mwanamke, vipindi mbalimbali ambavyo inaweza vikaonekana tofauti kidogo kwa mwanamke lakini pia kwa upande wa jamii. Na sasa tunafikia stage ya kumtazama mwanamke akiwa kwenye ukomo wa hedhi ama tunafahamika kama menopause, ambacho menopause ni siku moja tu ya ukomo ambao mwanamke anafikisha mwaka bila kupata hedhi. Sasa hapa hatuhusishi mwanamke ambaye amefikia ama yuko katika stage ya kunyonyesha, yaani maana ananyonyesha. Yeye tunazungumzia mwanamke wa kawaida ambaye amekaa mwaka mzima bila kupata hedhi, na hii inaweza kutokana, inaweza kufanywa upasuaji au akawa ni ukomo umefika, yani maana ile miaka ya ukomo umefika na kusababisha hivyo vitu vyote. Kwa hiyo tutaangalia vitu mbalimbali kuhusiana na mabadiliko ambayo mwanamke anayapitia na ukomo wa hedhi na namna gani ya kumsaidia mwanamke. Kama ushakutana na huyu mwanamke wa hivi na ufanyaje ili uweze kumsaidia ili kuweza kutengeneza mazingira ambayo yatakuwa salama kabisa. Na kama utakuwa na changamoto au utakuwa na swali au utakuwa na tamani kuipata imada kwa kina zaidi na kutaka kuidadavua, basi unaweza kwa comment hapo chini na mimi nitaenda ama nikipata nafasi nitakujibu kulingana na kile ambacho umekiuliza. Sasa kipindi cha kukoma kwa hedhi na miongozo ya kijumla. Hapa kwanza kunakuwa na mabadiliko ya mwili, akili na roho na hata afya kiujumla. Yaani maana yake tunapozungumzia ukomo wa hedhi wa mwanamke, kumekuwa na mabadiliko mengi tutakuja kuona hapo mbele. Kwa hiyo mwanamke, mabadiliko haya yanaweza kupelekea au yanaweza kaonekana kimwili, lakini pia yanawezekana kiakili, maana yake anakuwa na komaa au wengine wanasema anaweza kurudi utoto. Lakini katika tamaduni nyingi kwa mwanamke hivyo anaonekana kama ni shujaa au mwanamke ambaye amefanikiwa zaidi au mwanamke akili yake ambayo imekomaa na kupevuka. Ndio maana hata maeneo mengine sehemu za madaraka wamekuwa wakitumia nafasi hiyo ama akitumia mwanamke ambaye amekomaa umri umeenda na kumpa madaraka, kama vile rais nchini kwetu. Au na miaka ambayo mwanamke ukiangalia kuna ngazi ambazo hapaswi kupewa kutokana na udogo ama akili yake bado inakuwa hajakomaa, hajakutana na kashikashi ama badiliko ya hormone, anaweza akarespond kitu tofauti na vile ambavyo anataja. Lakini pia mabadiliko ya kiroho, maana hapo sasa nguvu ambazo anazo mwanamke kipindi hicho kilinganisha na mwanamke ambapo anakuwa katika stage ya kubalea, lakini pia na afya yake kwa ujumla, basi inaweza kubadilika kwa kutana na mitazamo tofauti. Lakini pia mwili au life span ya mwili au peak span ya kitu ambacho kiko ndani ya mwili wa mwanamke, basi inaweza kubadilika na kumfanya mwanamke akawa tofauti. Sasa kuna mitazamo miwili tofauti ambayo inatokea hususan katika jamii, lakini pia katika maisha ya kawaida, maisha ya kitabibu au maisha au jamii nyingine na jamii nyingine, ambazo sasa hapa tutaangalia mitazamo ya kimagharibi kwa nchi ambazo huwa zimeendelea na nchi ambazo matibabu yamekuwa makubwa zaidi haya ya kisasa, ambayo tunasema huwa mwanamke wanamtazama kama mtu ambaye amefikia ukomo wa hedhi, maana ni mwisho. Yaani tunaposema mwisho, maana ni huyu ni mtu ambaye labda tuseme anapofikia ukomo wa hedhi ni mtu ambaye anapungukiwa homoni. Yaani mtazamo wa kwanza ambao jamii ya kimagharibi na mtazamo wa mwanamke ni kumtazama mwanamke kama vile ni mtu ambaye anapungukiwa homoni, kwa sababu ni kipindi ambacho homoni zake zinashuka kwa kiwango kikubwa ukionyesha mwanamke ambaye yupo katika siku za kawaida au mabadiliko yake huwa yanatokea katika yule mwanamke ambaye hajafikia ukomo wa hedhi. Maana yeye homoni zake zinapanda na kushuka kutegemea na mzunguko ambao anao. Sasa jamii nyingi za kimagharibi zinaamini kwamba huyu mwanamke mzunguko unapofikia mwisho au mwanamke anapofikia ukomo wa hedhi, homoni zake zote zinashuka. Kwa vile vitu ambavyo anavyo au mabadiliko ambayo anao, mara nyingi ndio maana huwa anafanyaga decision ya kufanya hysterectomy. Hysterectomy ni kitendo cha kuondoa ovaries, kwa sababu ovaries na uterus, kwa sababu huwa mwanamke anapitia changamoto. Sasa kwa hiyo mtazamo wa kwanza ambao jamii nao ni kuamini kwamba upungufu wa homoni, mwanamke anapofikia hii stage basi anakuwa na upungufu wa homoni. Lakini mtazamo wa pili ni kipindi cha upotevu wa ujana, au mtazamo ambao watu wanaamini kwamba msichana anapoteza ujana wake, sasa anaingia katika uzee. Kwa hiyo mentality ya mtu anaamini kwamba mimi sasa hivi ninapokwama kwa hedhi tu naingia katika hali ya uzee. Sasa hali hii inaweza kujitokeza mapema zaidi kwa miaka 35
mpaka 45 ikiwa ni hamu ya kwanza kutegemea na namna ambavyo mwanamke amejitunza, lakini pia inaweza ikaanza miaka 45 mpaka 55. Kwa hiyo kwa maana wengi sasa hivi ukijaribu kuwaza kuhusiana na uzazi, anawaza kwamba namna gani ambavyo anaweza akapata mtoto mapema zaidi ni kabla kufikisha miaka hii 35 mpaka 45. Na hapa pia kuna fakta mbalimbali ambazo zinaweza zikachangia mwanamke akashawishika zaidi kuzaa mapema au baada ya kufikia miaka 35 akashindwa kupata ujauzito. Video yangu iliyopita kuhusiana na matatizo namna ya kutunza uterus ama mji wa mimba, nilizungumza kwamba mwanamke ambaye yuko katika umri wa uzazi akifikisha mwaka mmoja bila kupata uzazi au kupata mtoto, maana akiwa anatafuta mtoto, yani regular alikuwa anatafuta mtoto, akafikisha mwaka mmoja bila kupata ujauzito, basi ana changamoto ya ugumba. Lakini mwanamke ambaye ana miaka 35 na zaidi, ambao ni yeye ndani ya miezi 6 akashindwa kutafuta mtoto, kwa sababu inawezekana ndo akaendelea ukomo wa hedhi. Kwa maana ukomo wa hedhi nategemea ni kipindi cha mwaka mmoja mfululizo bila kuona hedhi zako. Kwa unapofikisha miezi 6 alafu na miaka 35 unatamani kupata mtoto, na unapokosa mtoto inabidi utafute msaada wa haraka zaidi, kwa sababu labda ni ishara moja hapo kuonyesha kwamba unaenda ukomo wa hedhi. Kwa hapo kutakuwa na mabadiliko ya mzunguko na unatakiwa upatiwe dawa ili kuweza kubalance mzunguko wako. Lakini pia mtazamo wa kimagharibi mwingine watatu na wa mwisho ni katika kutibu dalili tu peke yake, hawaangalii sosi nzima. Kwa sababu gani mwanamke anapitia joto sana wakati wa usiku au anahisi kusweti sana wakati wa usiku, na mabadiliko mengine ya hisia ama hasira na vitu vingi ambavyo huwa mwanamke anakumbana navyo kwa wakati. Kwa hiyo ni mitazamo mitatu ambayo ya kwanza naamini kwamba mwanamke ana upungufu wa homoni ama homoni zake zinashuka, lakini ya pili ni kipindi ambacho mwanamke anatoka katika ujana na kuingia uzee. Kwa hiyo anapoteza hali yake ya ujana na ubinti, anaingia katika uzee. Kwa hiyo wengi wamekuwa na mashaka juu ya watoto na mitazamo tofauti tofauti ambayo anayo kuhusiana na uzee. Lakini pia tatu ni kutibu dalili na sio chanzo. Sasa mtazamo wa kiasili ni upi na mtazamo wa kiujumla ni upi? Ni mchakato wa asili wa mabadiliko ya mwili, kwamba mwili lazima utoke hatua moja na kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo ni mchakato wa asili, au jamii naamini kwamba ni mchakato wa asili. Kwa hiyo mwanamke lazima ataanza utoto, atafikia stage ya kubalee, atafikia stage ya uzazi, atafikia stage ya ujauzito na kuendelea. Kwa hiyo ni stage moja hapo ambayo mtu lazima apitie, lakini sio kwamba anaelekea uzee, kwa sababu uzee wakati mwingine inatokana na mentality ya mtu, kwa sababu kuna watu ambao ni wazee lakini wana peak span ya memory nzuri, wana life span nzuri, yaani maana amejitunza na health span nzuri ya afya kwa ujumla. Kwa hiyo inategemea na mentality ya mtu, lakini pia na kutegemea na mazingira ambayo yeye amejitunza na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora wakati wote. Lakini ni kufungua nafsi kwa nguvu mpya na uongozi wa kiroho. Kuna baadhi ya tamaduni za kiasili na za kijumla huwa zikimdetermine mwanamke kama ni mwanamke ambaye ana nguvu ya uponyaji kupitia joto la mwili wake. Hizo wale ambao wanalea mabinti na mabinti labda wanaendelea kukua na kujifungua, alafu kuna changamoto kujifungua watoto wadogo, basi mwanamke yule ambaye anaelekea kukoma kwa hedhi, basi anakuwa na joto zuri na kuweza kumponyesha yule mtoto au kuweza kumkuza. Hapo maana yake mtoto anawekwa kifuani na kukaa ekangalo. Kwa hiyo kuna namna nyingi ambazo anamtumia huyu mwanamke ambaye amekoma kwa hedhi, kwa sababu ana busara, hata hekima ya kiroho inakuwa kwa kiwango kubwa na maamuzi yake yanakuwa kwa kiwango kubwa kabisa. Kwa hata kanisani au katika taasisi za kidini na taasisi ambazo sio za kidini zimekuwa zikimpa uaminifu ama zikimpa nguvu mwanamke huyu kuweza kuongoza na kuweza kupata matumaini makubwa sana. Lakini pia dalili ni mwili na kuomba lishe kwa msaada zaidi. Sasa hapa manake sasa tunajaribu kubadilisha mtazamo ambao huko ambao tulisema mwanzoni, huyu mtu anatibiwa dalili, lakini huku mtazamo kwa ujumla tunadili sasa na mwili baada ya kuonyesha zile dalili, kwamba mwili sasa unahitaji kupata mapokeo fulani ya vitu fulani ambavyo vitaweza kurekebisha mwili wake na kubaki katika mazingira salama. Kwa hiyo mitazamo hiyo miwili inaweza ikapelekea mmoja akapata shida zaidi au mmoja akawa salama zaidi. Nao mtazamo wa kiasili ni unaweza ukawa bora zaidi kulinganisha na mtazamo wa kisasa, kwa sababu mtazamo wa kisasa unaweza ukamdidimiza mwanamke akaonekana ni dhaifu, hawezi kufanya chochote, na vile ambavyo anapata matatizo ya mifupa mara kwa mara, basi imekuwa ni changamoto kubwa sana kumwamini mwanamke. Ndio maana hata uongozi wakati mwingine wamekuwa wakimpa kijana, kwa sababu ana nguvu, mzee tayari nafasi yake imeisha sana. Sasa kukoma kwa hedhi ama tuseme nadharia muhimu ya kuwa bibi ama muhimu wa kuwa bibi. Hapa sasa tutaona sasa utafiti huu ambazo ni baadhi ya maeneo ambayo yalifanyika na kuona nafasi ya mwanamke baada ya kukoma kwa hedhi. Anasema kukoma kwa hedhi ni faida mageuzi ya binadamu
si kufeli kwa biolojia. Utafiti wa anthropolojia unathibitisha kuwa wanawake wameishi kupitia kipindi hiki ama ambao wameishi katika kipindi hiki tangu mwanzo mpaka historia ya kudumu, lakini badala ya kuzaa, wanawake hawa walitumia muda wao kufundisha, kulinda na kusaidia wajukuu, jambo lililofanya binadamu wastamili na kustawi. Ndio ile ambayo nilisema mwanzo kwamba watu wanakuwa na mitazamo tofauti tofauti. Watu wamekuwa wakimpa nguvu huyu mwanamke kwa sababu alikuwa na uwezo wa kulinda, ambao tumeona ana uwezo wa kufundisha wengine. Kwa maana unaanza cycle nyingine, au unaanza kumfundisha binti ambaye naye anaanza cycle ama anaanza kwenda kwa hedhi. Kwa hiyo utakapofahamu hilo, unakuwa na nguvu tofauti, au mtazamo ambao unasikiliza kama ndio muda wako sasa ushaelekea kukoma kwa hedhi, au nakama kwa hedhi, au ushafikia kukoma kwa hedhi, kwa utakuwa na nguvu ya kuwafundisha wengine. Au nafasi ambayo unao sasa hivi sio kumfundisha mtoto kufahamu mzunguko wake kwa kuweza kufahamu zile hedhi yake na namna ya kujitunza na kuepusha ujauzito, ila unatakiwa umfundishe vitu vingi sana, hekima juu ya hedhi, mabadiliko yanayotokea, namna ya kupata watoto, namna ya kujisafisha, namna ya kudili na mume kutokana na mizunguko ambayo mwanamke anakuwa nayo. Kuna vitu vingi ambavyo wewe lazima uvitumie kuweza kumsaidia binti yako ambayo unaye pale nyumbani. Sasa kuelewa hii safari hii au mabadiliko haya, kuna stage 8 ambazo mwanamke anapitia mpaka kufikia kukoma kwa hedhi, na mwisho kabisa stage ya kwanza ni stage ya utoto, stage ya pili ni stage ambayo mwanamke anafikia stage ya kubale, stage ya tatu ni kipindi cha uzazi ambacho mwanamke anawezekana akawa hajazaa lakini katika umri wa uzazi ule ambao anao kila siku. Lakini stage ya tatu ni stage ya ujauzito au mabadiliko ambayo mwanamke anakumbana nayo wakati wa ujauzito. Stage ya 4 ni stage ambayo mwanamke anafikia stage ya kujifungua, maana amejifungua kipindi kile cha unyonyeshaji. Huwa kuna mabadiliko tofauti tofauti. Lakini stage ya 5 ni stage ambayo mwanamke anafikia perimenopause stage 1 ambayo ni miaka 35 mpaka 45. Lakini stage ya pili ni perimenopause stage 2 ambayo ni miaka 35 miaka 45 mpaka 55. Inategemea sasa na desturi au jamii tofauti tofauti ambazo zinamtazama mwanamke na jamii inafanya vitu gani ili kuweza kumhakikishia mwanamke usalama mpaka kufikia stage hii ya miaka 45 mpaka 55. Lakini wengi baada ya kufikisha miaka 35 na zaidi umeanza kuonyesha dalili za kuweza kukoma kwa hedhi kutokana na mabadiliko ambayo yanatokea ndani ya mwili lakini pia na nje ya mwili. Kwa hizo stage zote huwa zinaonyesha kwamba mwanamke anaenda kufikia ukomo. Kwa hiyo na stage ya mwisho kabisa ni menopause na post menopause. Kwa hiyo tunapozungumzia ukomo wa hedhi ni happy birthday nyingine ambayo mwanamke anakuwa nayo, ambayo amefikisha mwaka bila kuona hedhi yake. Ni kama vile mwanamke anazaliwa upya. Pale ambapo anaanza balehe ni mwanamke ana happy birthday 3. Ya kwanza ni ile ambayo anazaliwa, ya pili ni ile ambayo anaanza ukomo wa hedhi, na ya tatu ni ile ambayo anafikisha ukomo wa hedhi ambao anakaa mwaka mzima bila kuona hedhi. Kwa hiyo siku ambapo anafikisha mwaka, mfano amemaliza leo tarehe 24, alafu tarehe 24 mwakani mwezi wa 6 akaona hajapata hedhi kipindi chote hichi. Kwa hiyo tarehe 24 ya mwezi wa 6 2027 ataanza kufurahia au ataona ni happy birthday yake nyingine ya kufikia kukoma kwa hedhi. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kunakuwa na mabadiliko mengi sana na hekima nyingi ambayo inatokea ndani yake. Sasa utamaduni ukoje? Utamaduni na mtindo wa maisha na dalili. Anasema kutokana na jamii tofauti tofauti, 80% ya wanawake wa magharibi hupata dalili ngumu, ambalo hizi dalili zinatokana na chanzo sasa ambacho tumekizungumza: vyakula, mtindo wa maisha, msongo wa mawazo na vitu vingi ambavyo huwa vinaweza vikajitokeza pale ambapo anakuwa hajakoma kwa hedhi. Kwa hiyo vile vitu vinaweza vikaleta athari kwa upande wa pili mwanamke ambapo anafikia ukomo wa hedhi. Sasa hizi dalili zinaweza zikawa nyingi zaidi na kuhitaji msaada kabisa. Kwa hiyo ya kwanza kabisa, mmoja dalili au watu wa magharibi au nchi ambazo huwa zimeendelea, wao wamekuwa na dalili hizi zenye kuonekana, ambao anasema asilimia ngapi? 80, ambao ya kwanza kabisa anakuwa na joto la ghafla au anakuwa na joto ambao mwanamke anahisi joto kali sana, kukosa usingizi wakati wa usiku na mabadiliko ya kihisia ambayo mwanamke anakuwa nayo, aidha kupoteza hamu ya kushiriki tendo la ndoa au mabadiliko mengine ambayo atakumbana nayo. Lakini pia wanawake wa Maya na Rajput huwa wameripoti kutokuwa na dalili zozote za kukoma kwa hedhi. Maana sasa tunaposema dalili za kukoma kwa hedhi ndio hizo ambazo nimezisema. Sasa inaweza kutegemea wewe kukoma kwako
wa hedhi umeanza lini. Mfano mtu ambaye kutana na changamoto ya uzazi, aidha uvimbe au kuna mabadiliko yoyote ambayo yukumbana nayo, alafu akafanywa upasuaji wa kuondolewa ule mrija wa mayai, mfuko wa mayai na uterus, yule atakoma kwa hedhi tu, yani kivivyote atakoma kwa hedhi. Kwa hiyo yeye hataona dalili kulinganisha na huyo mtu ambaye ameanza mwanzoni kabisa. Kwa hiyo vitu vyote hivi lazima tuviangalie na lazima tuangalie jamii ikoje. Lakini hawa maana yake kama hatopata dalili au ndio yake ambao umefanyia utafiti na hajapata dalili, maana yake kuna vitu walivifanya au vyakula vya asili ambavyo kwa wapendelea kula na kuweza kuhakikisha afya zao zinabaki salama wakati wote. Pia wanawake wa Ufilipino wao huona kipindi hiki kama mwanzo na nguvu mpya na hisia nzuri zaidi. Dalili ngumu si lazima huwa zinahusiana karibu kabisa na msongo wa mawazo, lishe na mtazamo wa kijamii, lakini pia na changamoto kama endometriosis ama fibroids ambazo mwanamke atakuwa nazo, basi zinaweza zikaonyesha hili tatizo kwa kiwango kikubwa sana. Sasa tiba ya kisasa na mtazamo wa kiujumla, nini ambacho kinatokea na mitazamo hiyo waga inakuagaje? Mfano anasema tutaweka makundi mawili ambayo ni mtazamo wa kitiba, yani sehemu ya kwanza wewe weka mtazamo wa kitiba na mtazamo wa pili utaweka mtazamo wa kiujumla, ambao tutaangalia falsafa ya msingi, njia kuu ya matibabu, lakini pia mtazamo na dalili. Ambao tiba sasa ya kisasa ama mtazamo wa kitiba ni uchukulia kama ugonjwa na upungufu wa homoni. Yaani mwanamke anapokuwa na hili tatizo, ama mtazamo wa kisasa anachukulia kama mwanamke ni mgonjwa kwa sababu tayari anaanza kupata matatizo ya moyo, anaanza kupata matatizo ya udhaifu wa mifupa, lakini pia mwili wake unakuwa dhaifu mara kwa mara, aidha pressure na matatizo mengine ambayo jitokeza hapa. Kwa hiyo inaonekana kama ni mgonjwa, lakini pia ni mdhaifu kwa sababu homoni zake zinashuka au zile sources za homoni huwa zinaanza kupungua. Lakini pia mtazamo kwa ujumla sasa ni mchakato wa asili wa kubadilisha maisha ya mwili au kutoka sehemu moja na kuingia stage ya pili. Sasa njia kuu za matibabu ni njia gani ambazo zimekuwa zikitumika kati ya hizi pande mbili ambazo ni matibabu ya kitiba lakini pia matibabu kwa jumla? Na kwanza kabisa ni tiba kubadilisha homoni ya hormone replacement therapy, ambayo zamani ilikuwa inatumika kwa ajili ya kupunguza matatizo ya osteoporosis ambayo ni matatizo ya mifupa ambayo mwanamke anakumbana nayo kukwama kwa hedhi, lakini pia matatizo ya moyo. Sasa hivi imekuwa ikitumika kama vile kurekebisha homoni au kuzalisha homoni ambazo zitamlinda mwanamke dhidi ya haya mabadiliko ambayo yanajitokeza ambapo anafikia kukwama kwa hedhi, kwa na kudhibiti dalili zile ambazo tumeziona. Lakini mtazamo kwa jumla ni kumpa mwanamke taarifa na mabadiliko ya chakula gani ambacho anapaswa kutumia, mfano lishe, mimea, mazoezi na homoni asili ikiwa ni lazima, kama kutakuwa na changamoto, lakini pia itakuwa chini ya uangalizi wa daktari, lakini pia kwa kiwango kidogo cha dozi ambacho anatakiwa kupewa. Na mtazamo wa dalili ni matatizo yanayopaswa kufuata na kufichwa. Maana mwanamke anapoanza kuonyesha hizi dalili, wengi wamekuwa wakijificha ya kuonekana kwamba yeye tayari anaenda katika stage ya uzee au anazeeka. Kwa hiyo amekuwa ni mwanamke mwenye kupuuzwa au mwanamke mwenye kuona aibu na kuweza kuficha ile matatizo ambayo anayo. Sasa washangata ukiwa na mamako ndani akana pitia hizo changamoto ukazitambua, lakini sasa kwa sababu anakuficha ukashindwa kuanzisha ile mada na kuweza kudiscuss naye kutokana na mtindo wa maisha au jamii ambayo tumemtafsiri mwanamke. Lakini pia ni dalili za kwa mtazamo wa kiujumla au mtazamo wa kiasili ni dalili na lugha ya mwili ya kuomba lishe na utunzaji zaidi, kwa sababu inafikia stage sasa zile homoni zinabadilika au uzalishaji ule wa mwanzo wa kiwango cha juu huwa zinashuka na kuhitaji msaada zaidi ama kuomba lishe, kwa sababu hapa sasa chakula ambacho mwanamke anapaswa kutumia ni kingine ukilinganisha na chakula ambacho mwanamke atafikia ukomo wa hedhi. Haya, tiba ya kuongoza maamuzi kuhusu homoni, ambayo ni ya kwanza kabisa ni tiba za homoni huwa zimegawanyika katika maeneo mawili, ambayo ni ya kwanza kabisa tunasema hormone replacement therapy, ambayo ni ya kawaida kabisa, ambayo ni huwa mara nyingi huwa zinatumika, zikishatumika mara nyingi haipaswi kutumika zaidi ya miaka 5, kwa sababu inaweza kupelekea mwanamke akapata kiharusi ambayo ni stroke, lakini pia anaweza akapata saratani ya matiti kama itatumika zaidi ya miaka 5. Lakini homoni za asili ambazo unaweza kutumia chakula, unaweza kutumia mimea ambayo inaweza kurekebisha homoni na mazoezi na kuondoa msongo wa mawazo. Hizi zinafanana kabisa na kemia na homoni za mwili ambazo
bado hazina utafiti wa muda mrefu kwamba kuonyesha kwamba kutakuwa na changamoto yoyote ambayo inajitokeza ndani yake, lakini imekuwa salama zaidi ukilinganisha na ule mtu ambaye anatumia hizi homoni za kisasa kabisa. Sheria za msingi pale ambapo unatumia hizi HRT ambayo ni hormonal replacement therapy, ambayo ni kufanya uchunguzi kamili ya afya kwanza, ambayo ni mifupa na matiti, lakini pia tumia dozi ndogo kwa kiwango kidogo. Kama umeshaona daktari wako, basi inabidi atumie akuelekeze namna ya kutumia dozi kwa kiwango kidogo au kupimie kwa kiwango kidogo ambacho kinaweza kikaongeza ufanisi, lakini pia kutumia kwa muda mfupi iwezekanavyo, kwa sababu isizidi miaka 5. Lakini pia wakati mwingine unashauriwa kutumia kwa kiwango kidogo, lakini ukabezi zaidi na mtindo wa maisha au chakula na mabadiliko mengine na mazoezi na stress, ili kuweza kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama. Sasa kuna nguzo 4 za marekebisho ama mabadiliko ambayo yatafanya mwanamke kuweza kuwa salama kabisa. Ya kwanza kabisa ni kurekebisha fikra, mtazamo ambao unao, ili kumtengenezea mwanamke nguvu ya kuonekana kwamba ni bado ni imara, na taswira ama tunaweza tukasema mwili hawezi kutambua kwamba wewe ni mzee na wewe ni kijana, ila wewe unapotengeneza hiyo taswira na mwili unaupa direction ya kuweza kufanya kile kitu. Ukianza kujiambia kwamba wewe ni mzee na mambo yako ni ya kizee, na mwili utaanza kuact kama mzee. Kwa unapotengeneza fikra mpya kuonekana kwamba wewe ni mkomavu, sasa una nguvu, unapambana. Ndio maana ukifanya utafiti, wengi wanawake ambao wanafanikiwa uzeeni ni wale ambao wamekwama kwa hedhi, kwa sababu sasa ile nguvu na energy ya mizunguko imepungua. Kwa hiyo anatumia nguvu ya asili, kwa sababu mwanamke ana saa 2 wakati ambapo anakuwa katika stage zake za hedhi ama hatua ile ya uzazi, ambayo ni saa ya kwanza ni saa ya circadian rhythm ambayo ni masaa 24, na saa ya pili ni infradian rhythm ambayo ni saa ambayo mwanamke anaitumia kupitia mzunguko wake. Kwa hiyo unapobadilisha fikra zake, anabaki katika mazingira salama kabisa. Lakini ya pili au nguzo ya pili ni lishe na tiba asili, ili kulisha mfumo wa homoni zako, lakini pia kulisha madini na vitu ambavyo vinaweza kusaidia kuboresha afya yako ya mifupa na moyo. Lakini kupumua kwa uangalifu, hii ni nguzo ya 3 ambayo ni kurejesha usawa wa tezi za mwili zako na kuweza kufanya kazi vizuri zaidi. Lakini ya 4 au nguzo ya 4 ni mazoezi kama dawa. Kwa mwanamke anashauriwa kufanya mazoezi, na tutaona huko ni mazoezi gani ambayo mwanamke anapaswa kutumia ili kuweza kuhakikisha afya yake inabaki katika usalama wakati wote. Sasa tukianza na nguzo ya kwanza kabisa ambayo ni lishe na tiba asili. Ni vitu gani ambavyo mwanamke anapaswa kutumia hapa ili kuweza kuhakikisha afya yake wakati wa menopause inabaki katika mazingira salama wakati wote? Ya kwanza kabisa ni kuongeza black cohosh. Sasa hii ni mimea ambayo naweza nikakutajia hapa, alafu wewe ukapata nafasi ya kuingia mtandaoni au kuingia Google na kuweza kusearch picha zake, au kama kutakuwa na product ambayo ni dawa tayari zishaandaliwa, basi utakapotumia au utakapozisearch na kuzipata, basi unaweza kuzitumia na kuweza kukupa matokeo ambayo tunazungumza hapa. Ya kwanza kabisa ni kuongeza black cohosh, ya pili kuongeza red clover, ya tatu kupata vitamin E kwa kiwango kikubwa zaidi, na vitu vya kuepuka kipindi hichi ili kutengeneza lishe na tiba asili ni kuepuka pombe, kafeini na vyakula vyenye pilipili au vyakula vyenye ambavyo vimechakatwa au nafaka ambazo sio halisi. Lakini kwa kuweza kubalance homoni, hivi vya mwanzo ni kutajia vyakula ambavyo vinasaidia kubalance joto la ghafla ama mabadiliko ya joto ya ghafla kabisa, kwa sababu hizi pilipili, hizi kafeini na hizi pombe huwa zinabadilisha joto la mwili. Ndio maana tunapojifunza kuhusiana na kupima mzunguko wa mwanamke au kupima dalili za hatari za mwanamke, huwa tushauri sana mwanamke aweze kutumia pilipili, yani ile siku ya 14, ili kuweza kutambua kwamba yai limetoka au halijatoka, au mwanamke yupo katika dalili za hatari. Huwa tunamfundisha kwamba asitumie pilipili, asitumie pombe, asitumie kafeini usiku, hawahi kulala, asichelewe kulala, kwa sababu joto, tunapopima joto la mwili inaweza kubadilika muda wowote, au wakati ambapo anatumia vitu hivi, muda mchache baadaye kwa joto lake la mwili linabadilika. Kwa hiyo linamdanganya kwamba anaamini kwamba ni siku zake za hatari, kumbe sio siku zake za hatari, kwa sababu joto lake la mwili linakuwa kwa kiwango cha juu kabisa. Kwa hiyo anapotumia hivi vitu huwa anaongeza joto, na mwisho wa siku ataamini kwamba siku zake ni za hatari, kumbe sio
mzazi wake ni salama, na kama anatafuta ujauzito basi anaamini anaweza kawa akashiriki tendo la ndoa kwa wakati huo, kumbe sio kabisa. Na kama atafuti basi anaamini kwamba yuko siku zake za hatari, kumbe sio za hatari. Kwa akifanya siku nyingine ambazo anaamini ni salama kwa sababu hajanywa pombe au hajanywa pena pilipili, basi inaweza kumpelekea akapata ujauzito. Lakini sasa ili kuweza kubalance homoni zako za mwili, huwa tunashauri kutumia phytoestrogen. Hivi ni vyakula ambavyo ni vya msaada wa kuongeza estrogen na kuweza kurutubisha yai au kuongeza kiwango kikubwa cha estrogen. Sasa wewe mwanamke ambaye unapenda kupata ujauzito au umefikia ukomo wa hedhi, basi tumia vyakula hivi, inaweza vikakupa msaada wa moja kwa moja. Ambayo ya kwanza ni soya ambayo ina phytoestrogen kwa kiwango kikubwa, na pili ni mbegu za kitani ambazo inafanya kama flaxseed ambazo huongeza estrogen asilia ndani ya mwili wako, ambazo zitabalance na zile homoni ambazo zimeshuka. Lakini mimea ambayo unapaswa kutumia kama utaisearch na kuipata picha zake na kuitafuta, ama utapata product ambazo tayari zishatengenezwa, kuna wild yam ambayo na chest tree ambao husaidia kuzalisha progesterone kwa kiwango kikubwa zaidi, na dandelion kwa afya ya ini au kuchuja zile sumu ambazo ziko ndani ya mwili, kwa sababu mwanamke anaweza kawa na riski kubwa ya kutokana na kushuka kwa hizo homoni na mabadiliko haya na kuweza kupata shida zaidi. Lakini kwa upande wa afya ya mifupa, kama ni kutokana na changamoto ya mifupa, kwa sababu hizi estrogen huwa zinaenda afya ya mifupa na moyo, basi tumia virutubisho vifuatavyo kama chakula chenye mimea mingi ya kiasili na vitamin D kutokana na ambayo inatokana na jua, au kupata vile vitamin D ambazo ni product zile vidonge, basi vitakusaidia moja kwa moja na kupunguza nyama na chumvi, ambazo ni msaada mkubwa sana wa kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Kwa hiyo ni nguzo ya kwanza, na vitu hivyo ambavyo tumeviangalia hapo ni katika kuweka sawa homoni zako na kushusha joto lako la mwili, lakini pia na lishe gani ambazo unapaswa kutumia. Yaani nguzo ya pili ni mazoezi kama dawa, au tunaangalia nguzo ya pili ambayo ni mazoezi, ambayo ni mazoezi maalum ya kulinda mwili wakati wa kukoma kwa hedhi. Watu hawajui ni mazoezi gani ambayo unapaswa kufanya, hawajui ni namna gani kufanya mazoezi na mazoezi gani kulingana na kipindi gani ambacho unataka kufanya. Hizi ambazo unatamani kupunguza uzito, hizi ambazo unatamani kuongeza uzito, hizi ambazo umefikia ukomo wa hedhi, kuna mazoezi ambayo unataka kufanya. Basi kupitia channel hii, na kama utasubscribe au kaendelea kufuatilia na kujifunza, basi utagundua ni kipindi gani ambacho utafanya mazoezi na kipindi gani ambacho utapaswa kufunga, na nimeeleza kupitia baadhi ya video, lakini bado tutakuja na session fupi au ndefu zaidi ya kuhusu topic moja tu peke yake ambayo itakusaidia kuweza kujua ni nini ambacho unataka kufanya. Basi hapa mazoezi gani sasa mwanamke anatakiwa kufanya pale ambapo anafikia ukomo wa hedhi? Ya kwanza kabisa ni kuinua vitu vizito ama kuinua uzito. Kwa nini mazoezi haya sasa? Haya ni mazoezi ya nguvu na unashauriwa kufanya mara 2 au mara 3. Kwa sababu gani? Huwa unajenga tishu mpya na za mifupa, tishu mpya za mifupa, na kuzuia ugonjwa wa mifupa kuwa dhaifu hata baada ya estrogen kupungua. Mara nyingi wanawake wakizeeka wanakutana na hizi nyama ambazo huwa zinakuwa nyingi kutokana na mafuta labda na mabadiliko ya estrogen na kuongezeka, ila anapozeeka huwa zinaenda zinapungua, hizo nyama zinashuka. Kwa hiyo wanapofanya mazoezi ya kunyanyua vitu vizito, huwa na balance misuli na kuweza kuhakikisha afya inabaki kuwa bora wakati wote. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa kufanya ni kufanya mazoezi ya yoga na pilates, ambayo ni kunyoosha uti wa mgongo na kufungua kifua. Kwa sababu gani nashauriwa kufanya haya? Ni kwa sababu huboresha mkao, maana tunazungumzia sasa structure ya viungo vya mwili wake na nyonga hapa, lakini pia huzuia mgongo kupinda na kupunguza dalili zinazotokana na msongo wa mawazo. Lakini jambo jingine ni mazoezi ya Kegel exercise, ambayo mara nyingi ukiingia mitandaoni anashauriwa sana kufanya mwanaume, lakini pia hata mwanamke anashauriwa kufanya kwa sababu ya kuweka uzazi wake sawa, lakini pia kurekebisha uzazi kama ana changamoto kushika ujauzito au kama ana uvimbe, kuruhusu damu chafu kutoka na kuingia damu chafu wakati ambapo anafanya hili zoezi. Lakini pia ni kwa nini anapaswa kutumia? Ni kuzuia tatizo la kushindwa kuzuia mkojo, na ambalo hutokea mara nyingi katika kipindi hichi. Lakini mfumo wa endocrine na wakati wa mpito. Sasa hapa tutajifunza vitu ambavyo vinatokea ama viko ndani ya mwili wa mwanamke na vinaweza kusababisha mzunguko kuwa tofauti na mzunguko kuwa sawa, ama homoni zile ambazo huwa zinadili ama vitu ambavyo huwa vinazidi na uzalishaji wa homoni, ambazo ya kwanza kabisa ni tezi ya pituitary na hypothalamus. Hii inadhibiti joto la mwili na kufanya kazi kwa bidii na kujaribu kuamsha mayai ambayo
yamelala. Hii ni kazi yake kubwa, na maana na hizi tezi huwa zinahusika kwa kazi hiyo. Lakini pia tuna tezi ya pineal ambayo inadhibiti kuzeeka na kuzalisha melatonin kwa ajili ya usingizi. Lakini tuna tezi ya thyroid ambayo inadhibiti nishati na kasi ya mmeng'enyo wa chakula, ambapo wengi baada ya kufikia ukomo wa hedhi wamekuwa na mabadiliko haya au wamekuwa wakionyesha hizo dalili. Lakini na tezi ya adrenal ambayo ni uzalisha DHEA ambayo ni na homoni zinazobadilika kuwa estrogen mpya, na mayai huendeleza kuzalisha homoni na umuhimu hata baada ya kukoma kwa hedhi. Kwa hiyo hizi ni pati ambazo ziko 5 ambazo zinaonyesha kwamba hata kama utafikia ukomo wa hedhi na kuonyesha kwamba wewe mfumo wako wa mwili unaenda kushusha kwa homoni, hizi pati ambazo bado zitaendelea kufanya kazi, kwa sababu kama bado tunaendelea kuwa na mfuko wa mayai, basi zinaweza zikazalisha homoni ya estrogen na sehemu za mafuta na sehemu nyingine ambazo tumezisema hapo. Sasa na nguzo ya 3 ni kupumua kwa uangalifu, ama njia ya kurejesha usawa wa tezi zako za homoni kila siku, ambazo hizi njia tunafundisha pia hata kwa mwanamke wa kawaida ambaye anatamani kurekebisha mzunguko wake. Atumie njia hizi ili kuweza kufanya uangalifu na kubalance homoni zake, ambazo ni tezi ya pituitary na hypothalamus, ambao anasema kuvuta pumzi kwa amani, utulivu na ubaridi, natoa pumzi joto, uchovu na kuchanganyikiwa. Yaani maana yake unapovuta pumzi na kuachia, na vile ambavyo unafungua tezi mbalimbali wakati ambapo unakoma kwa hedhi, ambazo tezi ya kwanza ni ya pituitary na hypothalamus, ya pili ni tezi ya pineal gland na thyroid, na ya tatu ni adrenal na mayai, ambazo ni pumzi mbalimbali ambazo zinaweza kufanya kazi na kubalance homoni ambazo unazo. Sasa kurekebisha fikra, kuna baadhi ya maswali ambayo unatakiwa kujiuliza ili uweze kubadilisha mtazamo na kuwa na mtazamo mpya. Kubadilisha fikra, nafikiri nimezungumza kwa kiwango kikubwa sana, na hapa mimi nitakupa tu maswali machache kujiuliza ambayo anaweza akakupa nafasi ama muda kujitafakari na kuweza kujua ni wapi ambapo unaelekea na hatua gani za kuchukua. Kwanza, kutazama upya kuzeeka. Je, ninawezaje kuacha kuona kipindi hiki kama kupoteza ujana kutokana na mtazamo ambao tumesema mwanzoni? Yaani wewe unafanyaje ili kujiona kama vile wewe bado ni mjana? Maana sasa utabadilisha fikra zako kwa kuweza kufanya mazoezi, kwa kuweza kubadilisha mtazamo mpya, kwa kuweza kusoma vitu vipya au kuendelea kusoma na kufanya ubongo wako kukomaa zaidi, lakini na mambo mengine ambayo yanaweza kufanyika hapa, na badala yake na kukiona kama fursa ya kukua na ukuaji wa afya, kwa sababu ni kipindi ambacho mwanamke anaweza kupata matokeo yale ambayo anapata mwanaume, kwa sababu hapa sasa anatumia saa moja ya circadian rhythm. Kwa anapotumia saa hii, anapoenda kufanya mambo kutokana na hichi kitu au kuzungumzia na menopause, basi anaweza kupata matokeo ambayo yanaweza kumsaidia yakampa faida zaidi. Ninaposema hivyo, maana yake huwa mwanaume wakati wa asubuhi au mwanamke wakati wa asubuhi anaamka na nguvu sana. Kwa mwanamke pia anapofikia stage hii, atumie mzunguko wake, anatumia saa kawaida ambayo anatumia mwanaume, basi na yeye atakuwa na matokeo yale ya kila siku kulinganisha na mwanamke ambaye yuko katika stage ya hedhi. Kutokana, kuna wiki ambayo nguvu zake zinaisha, kuna wiki anakuwa mchangamfu, na kuna wiki ambazo hahitaji pukushani na mtu kabisa, anahitaji kuwa tulivu na anahitaji kupata nafasi ya kuwa peke yake. Kwa hiyo kuna majukumu ambayo anatakiwa kufanya kipindi kile. Kwa hiyo hichi ni kipindi ambacho mwanamke anatakiwa kubadilisha fikra zake, lakini pia anaweza kupata matokeo yale ambayo anapata mwanaume kila siku. Sasa mahusiano yako, yani swali kuhusu mahusiano yako, ni mabadiliko gani? Mfano kazi, watoto na wazazi huwa yanaleta msongo wa mawazo. Unapopitia kipindi hichi, ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe kuleta msongo wa mawazo, na ninawezaje kuweka mipaka inayonilinda? Hadi maswali ambayo unatakiwa kujiuliza. Mwisho wa siku ujue ni hatua gani za kufanya ili kuweza kuhakikisha afya yako inabaki kuwa salama wakati wote. Sasa nguvu binafsi ndani yako, ni imani gani potofu zinazopaswa kuziacha ili nifurahie mwili wangu, nguvu zangu na maisha yangu ya sasa, kutokana na fikra ambazo mtu atakuwa amefanyaje, amezibeba au ziko ndani yake. Kwa hiyo unaweza kuvuta taswira mbalimbali na kuweza kuhakikisha unabaki kuwa salama wakati wote. Mwanamke aliyebadilishwa, ambaye ni kukoma kwa hedhi, sio mwisho wa ujana wako. Si kuzaliwa kwa hekima yako, ni kuzaliwa kwa hekima yako, ni mchakato wako wa asili unaokupa uhuru, nguvu mpya na ubunifu usio na kikomo. Ungana na hekima yako ya ndani
lisha mwili wako na kukaribisha hatua hii mpya na kusisimua na maisha yako. Sasa hapo tumefikia mwisho wa mafunzo haya, lakini ni katika kuhakikisha wewe mwanamke ambaye unakama kwa hedhi usipate matatizo kwa kiwango kubwa, au usione mabadiliko haya ukajiona kwamba wewe ni umefika mwisho sasa, na stage iliyobakia wewe ni kutengeneza urithi, au kama ni urithi, kama ni kuna mtazamo ambao unaelekea kifo, basi ukaanza kuona vitu tofauti. Hapana, ni mambo ambayo unatakiwa kuyazingatia na kuweza kuhakikisha afya yako inabaki bora katote. Na utakaposhindwa au unahitaji kupata msaada, basi utanitafuta au utaandika comment kupitia video, na mimi nitasaidiana na wewe, tutadili na wewe mwanamke, au kama ni wewe ni mbinu gani za kufanya ili kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora. Hayo matatizo ya mifupa ambayo unayo, moyo na maradhi mbalimbali yanayojitokeza kutokana na kupungua kwa homoni, basi tuanze kusahisha na kubaki kuwa salama wakati wote. Asante, na mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike kama umependezwa na video hii, kushare na kusubscribe ili kuweza kupata madarasa mengi zaidi ya kiafya.